Bwana Abdul, mambo vipi? Fresh kaka. Kwa vizuri ndugu yangu. Nipo vizuri kabisa. Vipi mazingira ya hapa, hali ya hewa ya hapa Durban, Afrika ya Kusini ukilinganisha na ile hali ya hewa ya nyumbani Tanzania, Dar es Salaam? Hali ya hewa ndugu zangu, hali ya hewa ni ya baridi. Unaona? Na hali pia ya upepo tofauti na Dar kule tushazoea kwamba hali ya hewa kule ni jua na kuna joto, lakini tumekuja kwenye mazingira ambayo kuna baridi. Kwa hiyo inabidi kama timu kama wachezaji na sisi pia na walimu wameona kwenye hali ya baridi kidogo kunahitaji wachezaji pia kupush kidogo, kufungua vifua kwa ajili ya mchezo. Kwako wewe ina shida, ina athari yoyote au ushaizoea? Kwa upande wangu mimi haina shida sana, sababu nimetoka tu msimu, maana huu ni msimu wangu kwanza tangu nilipotoka huku nilikuja kuchezea Simba. Msimu uliopita nilikuwa huku. Na pia nikutana na mazingira ya baridi wakati tunafanya yale jaribio ili kuweza kupata nafasi katika hii timu, nikutana na hali ya baridi zaidi kushinda hata ile ambayo tumeikuta. Kwa upande wangu mimi sio kitu ambacho kitaniletea changamoto sana, kitu kikubwa sana kwangu mimi. Dhumuni kubwa la hii interview au haya mahojiano ni hapo ambapo umetoka kupazungumza. Wewe mchezaji ambaye kwenye timu yetu umeishi hapa, na sio kuishi tu, umecheza ligi hapa, umecheza mechi za kimashindano ukiwa hapa. Walau kwa ufupi tu utueleze historia yako, ilikuwaje ukaja hapa, kwa maana ulivyotoka Mbeya City ukaja hapa ukafanya majaribio hadi ukasajiliwa. Safari yangu ilikuwa kidogo ngumu, sababu nimetoka Mbeya City, timu ambayo kimataifa haijulikani sana kama Simba au timu zingine kama Azam. Kwa upande wangu mimi ilikuwa ni ngumu, nilikuja hapa kuja kufanya majaribio, nikapata nafasi ya kufanya majaribio, nilifanya majaribio takriban kama siku 4-5 tu. Mwenyezi Mungu alinijalia kwa uwezo unaonyesha na timu ikanielewa, ikaamua kunipa mkataba na kuingia katika timu ya SuperSport. Hivi ilikuwa ni SuperSport au timu gani bro? SuperSport SuperSport. Kwa maana ilikuwa mwaka juzi sasa, si ndio? Sawa, tuje hapo sasa, ulivopata nafasi ya kucheza hapa, kusajiliwa. Ulisajiliwa muda gani na maisha kwako msimu mzima wakati unacheza hapa yalikuwaje? Nilisajiliwa kwa mkataba mwaka mmoja. Nitumikia mwaka mmoja katika ile timu. Maisha hapa yalikuwa ni magumu kwa sababu kwa upande wangu pia ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuja kucheza katika professional kutoka nje ya Tanzania kuja kucheza ligi ya huko. Kwa upande wangu ilikuwa ni ngumu, lakini niliadapt kutokana na maisha ya utafutaji. Unatakiwa na yeye ni mchezaji, ni kama mwanajeshi, muda wote unatakiwa uwe tayari kwa ajili ya sababu tunacheza mpira kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya kutafuta riziki. Ilikuwa ni ngumu sababu nilikuja na baadhi na ndugu zangu na agent wangu, lakini ilifika kipindi ilikuwa inabidi lazima arudi nyumbani, niache mimi nibaki peke yangu. Niendelee kupambana. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, pia wachezaji na baadhi ambao nilikutana nao pale walinipokea vizuri, nikaishi na nikazoea mazingira mpaka nikamaliza mkataba wangu. Kwa mara nyingine umekuja tena Afrika ya Kusini. Sina uhakika kama ilikuwa ni hapa Durban au ni Johannesburg wakati unacheza. Kabla tujaja kwa mpinzani, nini ambacho unakumbuka hapa kulingana na wakati wewe unacheza mpira wa ushindani hapo? Kitu nakumbuka. Nikiongelea kuhusu timu pinzani au nikiongelea kwa wewe, yani hapa Durban tumekuja Afrika Kusini tena, unaweza kuzungumzia Johannesburg au mazingira au, lakini hapa Durban ambapo sisi tunacheza mechi hapa, nini ambacho unakikumbuka? Kama hakuna unaweza kuzungumzia pia hata kwenye mji mwingine kwa sababu umecheza sisi ambapo tumekuja hapa. Hapa nakumbuka nilikuja kucheza mechi ya away na timu hii ambayo tulipo nao kwenye hatua hii tulofikia, na pia nakumbuka tulikuja kufanya pre-season huku kama wiki moja au wiki mbili. Kuangalia Jozi ile timu ambayo timu yangu ipo kule basi SuperSport nilikuwa natumikia. Na makazi yangu ambayo nilikuwa naishi alikuwa kuaniwa Johannesburg kule. Sawa, tumekuja kwa mara nyingine hapa, tunacheza nusu finali ya pili. Nyumbani tumeshinda bao 1-0. Tunakuja hapa kutafuta matokeo mengine mazuri ili kuweza kwenda hatua ya finali. Kabla tujaje huko, tunacheza na Stellenbosch. Ulivyowaona mara ya mwisho kabla kuja kukutana nao sasa hivi, kuna wachezaji ambao unawafahamu ambao kwa sasa hivi tunaenda kushindana nao, na pengine wewe kwa sababu unawafahamu kabla sisi kucheza nao,
unaweza ukawazungumzia wapinzani kwa namna ambavyo umewaona wakati huo na ulivyowaona juzi tulivyocheza kuelekea mchezo wa kesho kutwa? Kwa baadhi ya wachezaji ambao nilicheza nao wakati nipo huku Super Sport, kama yule fullback wao kapteni nilikuwa yule namfahamu tangu nipo nacheza huku, yule center wao ambaye ni mweusi yule mbora mpaka bleach. Yule naye pia namkumbuka, alikuwepo katika kikosi. Wengine sina kumbukumbu nao sana, ila baadhi ya wachezaji nawakumbuka ambao nimekutana nao tena kwenye namna nyingine kwenye nusu finali. Hivi mechi ilikuwaje wakati ulipokutana nao wakati wewe unacheza hapa? Sina kumbukumbu matokeo, ila mechi ilikuwa ngumu. Labda ila kwa upande wa sasa hivi mechi pia ni ngumu, lakini kipindi kile wakati nilipokule ilikuwa ngumu zaidi. Sasa sikujua kwamba ni walimu na walikuwa labda wenyewe wana dabi yao labda au vipi. Ukilinganisha kikosi kilivyo sasa hivi, mchezaji unakutana nao kwa mara nyingine tena, ni mechi ya namna gani? Kwa sababu wewe wapinzani unawajua vizuri Abdul. Mechi itakuwa ngumu sababu asilimia nyingi wakiwepo eneo hili na wafahamu wanakuwa na tofauti. Wakicheza sehemu ya away kidogo inakuwa ngumu sana, lakini wakishoka kwenye eneo lao ambao la mji wao ambao wanapenda ni sehemu yao ya home, asilimia nyingi mechi inakuwa ngumu sana, kwa sababu kwanza pia kwa hatua ile kuwepo sasa hivi ni hatua ya pressure hata kwa upande wao, sababu wanakuwa wanacheza nyumbani. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naona mechi itakuwa ngumu zaidi ya mwanzo, sababu wanacheza kwenye uwanja wa nyumbani, na sidhani kama mtu akicheza nyumbani kwenye hatua kama hii anakubali kucheza kinyonge. Abdul, umeishi hapa, Watanzania ni wengi, nafahamika hivyo, na wewe umeishi nao Watanzania hapa. Wapinzani wetu wana mashabiki wa kutosha pengine kama ilivyo sisi Watanzania wengi, au mashabiki wengi wa mpira hapa ambao watakuja kutusupport siku ya mechi? Kwa upande wa timu ni jinsi ninavyojua mashabiki wanao, lakini sio kama Simba Sports Club. Timu yetu sina mashabiki wengi, na wakaamua kujitokeza kwa umoja wa kuja kupambana na sisi pale ili kupata matokeo mazuri. Naamini wao mashabiki wao watu kwa wengi kama sisi, kwa jinsi wana Simba wanavyojua na wanapopenda timu yao, wakaamua kujitokeza kweli. Mimi naamini mashabiki wetu walikuwa wengi kushinda wao. Uwanja wa Moses Mabida unaofahamu? Naofahamu. Umecheza? Hapana, ila naofahamu. Kwa wakati mkuja hapa mkutumia uwanja huo? Sawa, tuje kwenye mechi yenyewe sasa Abdul. Kwa niaba ya wachezaji wenzako, namna gani ambavyo mmejiandaa wote sasa hapa tunazungumzia kile ambacho umepewa kutoka kwenye benchi la ufundi kuelekea kwenye huo mchezo, tukiwa na siku kadhaa hapa za kufanya maandalizi machache kabla ya kucheza nusu finali hiyo ya pili? Kwa niaba ya wachezaji ambao nyinyi mmejiandaa Abdul, kwenye kile ambacho kimetokea mechi ya kwanza, hapa kuna kitu mwalimu kaongeza akapunguza, mmewaangalia wapinzani, mmejiandaaje kuelekea kwenye huo mchezo wa kesho kutwa kuhakikisha tunafanya vizuri na tunakwenda kwenye hatua ya finali? Tumejiandaa vizuri. Kama sote mwalimu wetu anatuambia mentality yetu inabidi iwe kubwa, kwa sababu sisi lengo letu ni kufika kwenye hatua ya mbele zaidi. Sababu tangu tunaanza msimu tulikujiwekea mikakati yetu kwamba tunaingia kwenye hii kombe au makombe yote ambayo tunatumikia ndio tuyapate, kucheza kwa umoja na kumsikiliza mwalimu. Kwa hiyo kwa upande wetu tumejipanga vizuri, mentality zetu zipo vizuri kwa ajili ya kwenda kupata matokeo. Moja kitu muhimu Abdul ambacho tunahitaji pengine kuruhusu bao la namna yoyote ile, kwa sababu tayari tumewashawatangulia bao moja. Wewe unacheza kwenye nafasi ya ulinzi kwa maana central defender. Tunaweza kucheza dakika 90 pasi na kuruhusu bao kulingana na wapinzani jinsi walivyo. Kama navyosema, tukimsikiliza mwalimu na tukicheza kama ndugu, kama mtu na mdogo wake, mtu na kaka zake, tukicheza kwa pamoja, tukipambania timu yetu, sidhani kama kuna kitu kinashindikana. Kucheza kitimu kama bwana, jamani tunatafuta matokeo, huku tunazuia goli letu, tukijitoa kila mtu akimuonea huruma mwenzie wakati anatumika uwanjani pale kama ndugu, tunaweza tusiruhusu goli na tukaweza tukapata goli pia. Wachezaji nini mnazungumza mkiwa wenyewe Abdul? Tunazungumza tupambane, tujipambanie kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya career zetu, tumpambanie mwalimu. Sababu mwalimu amekuwa kitu kikubwa kwetu, amekuwa kama mzazi, upendo umekuwa mkubwa, katuunganisha watu wengi, haijalishi nchi gani na nchi gani, na tumekuwa kitu kimoja. Kwa hiyo lazima tupambanie na tujipambanie na sisi na familia zetu. Ushawahi kucheza level kubwa ya namna hii katika michuano ya CAF kwa maana nusu finali? Hapana, sijawahi kucheza level kama hii. Mwenyezi Mungu akajalia kikatokea kile ambacho umesema tunahitaji kwenda finali. Kwenye rekodi yako, maisha yako ya mpira, familia yako, kizazi chako, nini ambacho kitabaki kama kumbukumbu? Mimi naamini
kwa wana Simba, kwenye familia yangu itabaki kama historia, na kwa upande wangu itabaki kama historia kwamba nilipita timu fulani nikatengeneza historia fulani, kwa sababu tu kile kitendo cha kwanza kucheza mechi na Azam, ingawa tunatakiwa tuongelee mechi ya Stellenbosch, kwamba ile tu kitendo cha kufunga goli, familia yangu ilikuwa ilisubiri kwa upendo, kwa furaha, ndio nilipokea vizuri nyumbani. Kwa upande wangu ikawa kama chachu kuja kupambana zaidi, na mimi nitapambana zaidi kadri ninavyoweza na Mungu anavyonijalia, ili niweze kufurahisha familia yangu. Sasa tuzungumze na mashabiki wa Simba wa hapa Afrika ya Kusini kuelekea kwenye huo mchezo na maeneo ya karibu, lakini pia wale ambao wapo mbali na Afrika ya Kusini, mashabiki wa Simba. Nini ambacho wanahitajika kufanya kwenye hayo makundi mawili kama si matatu? Kwenye uwezo wa Mwenyezi Mungu kuwajalia uzima na uwezo wa kuwajalia kuweza kufika uwanjani, tulikuwa tunaomba wajitokeze sana kuja kutusupport, na hata ambao wapo mbali ambao imeshindikana kuwepo, wasikae mbali na video zao au redio zao kutusikiliza na kutusupport, sababu hata pia nyoyo zao zilikuwa zinakunjua sisi kupata matokeo mema. Naamini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na tulivyojiandaa tutapata matokeo, tutafurahi kwa pamoja kwamba wachezaji na mashabiki zetu. Mfano Chameli hapa finali Abdul. Ndio dakika 90 mwamuzi wa Simba Sponga mnyama mkali Lunyas finali kaka. Sauzi umecheza hapa wewe kaka. Itanitengenezea kwanza. Kuna ndugu zangu unajua wananipigia simu waishi huku, wananipigia nategemea ndugu yangu kwa sababu pia tu kuna maisha nilipitia kidogo magumu pia wakati nilipo huku nao, lakini wakiona rafiki yao au mdogo wao au kaka yao nimefika kwenye situation kama hiyo ya kufika finali, naamini hata wao watafurahi sana. Mzika hapo Johannesburg. Mzika hapa Daba na bwana naomba ruksa twende hata Johannesburg kidogo. Mwalimu akitoa ruhusa sabili ile jozi kidogo. Ukasalimie ndugu na jamaa. Ndugu na jamaa, marafiki. Sijaona nimewamisi. Sema ndio hivyo majukumu na familia nafanya napotezana, ila nikipata nafasi hiyo nitaenda kuwatembelea. Abdul, kila laheri ndugu yangu. Asante sana.